Ilikuwa usiku wa saa 8 ambapo Captain Ibrahim Traore alikuwa anapitia faili la siri kutoka kwa waziri wa afya, ambapo afisa mwaminifu ndiye aliyelileta faili hili. Sikuweza kumwamini yeyote, alisema, na faili lilikuwa limeandikwa Protocol XV-7, majaribio ya siri kwenye clinics katika ardhi ya Afrika. Kilichoko ndani kilikuwa kinatisha. Mashirika 5 ya madawa kutoka mataifa ya magharibi walikuwa wanafanya majaribio ya madawa ambayo yameshakatazwa yasitumike huko Ulaya, lakini kwa sasa majaribio ni Burkina Faso, tena vijijini. Ibrahim Traore alitetemeka kwanza. Majaribio yaliwalenga masikini, watu ambao hawana elimu, katika maeneo ambayo hawajaelimika bado. Madhara ya majaribio haya yalikuwa ni siri, vifo havikuripotiwa. Kibaya zaidi, serikali zilizopita walikuwa wametoa kibali kufanya hivyo. Ikabidi Rais Ibrahim achukue simu na kupiga, "Hey, amsheni kila mtu." Kikao cha dharura kikaitishwa. Ndani ya chumba cha siri Ikulu, watu 5 wakawa wamekusanyika. Ukiachilia mbali kuwa ilikuwa ni usiku wa manane, saa 8 usiku. Rais mwenyewe, waziri wa afya Fatuma Konate, mkuu wa intelijensia Kapteni Musa, jaji mkuu Amadou Diallo na katibu mkuu wa wizara ya afya Ahmed Ouedraogo. "Mliwezaje kupata faili hili?" aliuliza Ibrahim Traore, na Ouedraogo akajibu, "Niligain access kwenye chumba ambacho kilikuwa ni cha siri. Haya mafaili yaliwekewa alama ya kuteketezwa, lakini badala yake yalifichwa." Na Traore akajibu, "Hili linaonyesha kuwa makampuni ya madawa, mashirika ya madawa kutoka nje yanaendesha mipango yao ya majaribio haramu katika taifa letu." Na Dr. Konate akajibu, "Na haya madawa yamepigwa marufuku Ulaya na Marekani. Hayakutakiwa kupata kibali cha kufanya majaribio kwenye mwili wa binadamu." Na Captain Musa akaleta ramani mezani. Akasema majaribio haya yamefanyika katika mikoa 5, vijiji 27, na ni maeneo ambayo watu hawajaelimika sana na matibabu ya afya yako chini. "Je, kulikuwa na vifo?" Diallo akauliza. "Vifo 147 vimeripotiwa kutokea, lakini ni vifo ambavyo hata havikutarajiwa. Ilikuwa sio vifo vya kawaida," akaongea Dr. Konate. "Lakini namba hii ni ndogo ukiangalia au kulinganisha na kile kinachoendelea huko." Na Traore akauliza, "Je, waliwashawishi vipi raia?" "Waliwashawishi kwa ahadi za kuwafanyia x-ray bure na kupewa matibabu ya kisasa," akajibu Ouedraogo. "Na watu wengi hawakujua walichokuwa na saini kilikuwa ni nini. Na walikuwa wanalipwa $25 kwa mwezi," Musa akaongezea. "Na hicho sio kiasi kidogo kwa watu wetu." Traore akanyanyuka akaelekea dirishani. Mji wa Wagadugu ulikuwa umelala gizani. Watu wa Burkina Faso wanafanyiwa majaribio kama nguruwe, tena katika ardhi yao wenyewe. "Haya makampuni yanatakiwa kujibu," Rais akaongea kwa upole lakini na ujasiri mkubwa. "Ulimwengu mzima unatakiwa uone kile walichokifanya." "Lakini mkuu," Dr. Konate akaitikia, "haya ni mashirika makubwa sana duniani, wana viwanda vikubwa vya dawa, wana nguvu kubwa nyuma yao. Je, unapendekeza kwamba tuwe waoga?" akauliza Ibrahim Traore. "Je, tunyamaze kimya wakati watoto wetu wanatumika kama panya wa maabara?" Dr. Konate akainamisha kichwa chake akamwambia, "Hapana mkuu, tunahitaji kujiandaa zaidi." "Basi tutajiandaa," akaitikia rais. "Lakini jambo la kwanza tunahitaji ushahidi uliokamilika." Captain Musa akaitikia, "Nina special operation team 2. Kwa ruhusa yako tunaweza kushawishi hawa wananchi wakawa mashuhuda wa kile kilichotokea ili kupata ushahidi kamili. Tunatakiwa tulifanye hili kimya kimya," Traore akajibu, "kwa sababu kama haya mashirika yatahisi chochote yanaweza kuharibu ushahidi." "Vipi kuhusu taarifa zikivuja upande wa wizara?" akauliza Diallo. "Kwa sababu lazima kuna mtu anayetoa taarifa kwa haya makampuni."
Ni watu 5 tu walioko ndani ya hiki chumba ndio watakaojua mpango tunaupanga, akaongea Traore. Akamgeukia Ouedraogo. Rudi wizarani na kaa kawaida tu, na mimi nitaweka ulinzi kwa ajili yako. Kikao kikaisha na mipango mizito. Timu ya Kapteni Musa watafanya uchunguzi vijijini, na Dr. Konate atakaa upande wa hospitalini, na Diallo atapitia makubaliano ya serikali iliyopita. Mpaka wakati huo, Captain Ibrahim Traore akawa amejivika jukumu la hatari zaidi katika maisha: kukutana na wakurugenzi wakuu wa haya makampuni katika mkutano wa African Health Summit. Siku 2 baadaye, kwenye hoteli ya Azal, Traore akawasilisha hotuba ya wazi katika mkutano ule. Viti vya mbele wakiwa wamekaa machifu wa makampuni haya kutokea Afrika. Asanteni sana kwa kujali matatizo ya kiafya kwa Waafrika, akaongea Traore kwa lugha ya kidiplomasia. Bila mashirika yenu na makampuni yenu, basi watu wetu wasingeweza kupata access ya madawa ya kisasa. Basi bwana, wakubwa pale mbele wakatabasamu, wasijue ni hasira kiasi gani inachemka ndani ya mwamba. Baada ya hotuba, mkurugenzi wa Global Farms Africa, Richard Barnes, akamkaribia Traore. Hongera kwa hotuba nzuri sana Mr. President. Na kampuni zetu zinataka kutanua wigo wa program za afya Burkina Faso. Nadhani tunaweza tukaandaa kikao. Traore akatabasamu, akificha maumivu aliyonayo moyoni. Ndiyo Dr. Barnes, kesho asubuhi kwenye ofisi yangu. Ili likiwa na maana Kapteni Musa walikuwa wameshafika tayari kwenye mji wa Kongusi, wakijitambulisha wenyewe kama watafiti wa afya. Na mkuu wa kijiji Abu Bakar akawakaribisha. Watafiti wa afya? Ndiyo. Madaktari wazungu wanakujaga hapa kila mwezi. Je, ni utafiti wa namna gani? Akauliza kiongozi wa msafara. Wanatupa vidonge, tunakunywa, wanatulipa. Wengine wanaumwa lakini wanapona. Je, kulikuwa na vifo vyovyote? Abubakar akasita kujibu, lakini huku machozi yakiwa yanamlengalenga machoni. Watoto 5 walikufa mwaka uliopita, na madaktari wakasema ilikuwa ni malaria na sio vidonge walivyotupa. Lakini hakuna mtoto hata mmoja aliyekuwa na dalili za malaria. Timu wakatumia siku 3 katika kufanya upelelezi. Wakagundua watu wamegawanywa makundi kufanyiwa majaribio, wakipokea dozi tofauti za madawa. Na madhara ya dozi hizi yalikuwa yanaonekana, lakini walikuwa hawatibiwi. Na huko Wagadugu, Dr. Konate akawa anachunguza kumbukumbu za hospitali. Akapata mafaili kutokana na majaribio yalikuwa yanafanyiwa huko vijijini ya wanakijiji. Na hawa wagonjwa walitokea kwenye kijiji hicho kimoja. Wakiingizwa siku moja na dalili ni zile zile, na akamwambia msaidizi wake. Na vipimo vyao vilionyesha kabisa na vilikuwa vimekamilika, lakini matokeo yao yakawa yamepindishwa. Na wakili Diallo akawa amegundua kuwa waziri wa afya aliyepita alikuwa amepokea mamilioni ya fedha katika akaunti yake ya Uswisi kwa ajili ya kuhalalisha majaribio haya. Jioni hiyo ikawa ni ya moto kweli kweli. Wakaweka picha za haya makampuni na majaribio waliokuwa wanayafanya kwa madawa yaliyokatazwa Ulaya na Marekani, lakini wanayafanyia kwa wana kijiji huko Burkina Faso. Na asubuhi yake Dr. Barnes akawa amefika. Kumbuka walikubaliana na rais wakutane ofisini kwake. Amefika akiwa jasiri huku akitabasamu. Asante kwa kutambua mchango wa makampuni yetu na gharama kubwa tunayoingia kwa ajili ya Burkina Faso. Na Traore hakuinuka kutoka kwenye meza yake. Tafadhali kaa chini dokta. Tuna mambo mengi hapa ya kujadili. Dr. Barnes akavuta kiti na huku akitoa brochure akamwambia, bwana raisi, nataka pia kukuambia programu yetu mpya ya kinga ya ukimwi. Hasa hii itafanyika huku Afrika kwa ajili ya maendeleo ya Afrika. Hebu tuongelee kwanza kuhusiana na protocol 95-7.
Traore akaingilia. Dr. Barnes akawa ameganda kidogo. Tafadhali, kliniki za majaribio mnazoziendesha kule Kongusi, majaribio yanayopelekea ini kufeli. Mpaka hapo uso wa Barnes ukabadilika, haelewi ni nini tena. Sijaambiwa kuhusiana na hili, labda ni kutokuelewana tu. Traore akabonyeza kitufe, taa zote ofisini zikazimwa na picha zikaonekana kwenye skrini kubwa. Picha kutoka kwa wanakijiji, pakeji za madawa. Huu ni ushahidi wa madawa yaliyokatazwa, alafu nyinyi mnafanya majaribio kwa watu wangu. Barnes akarukia, ninazikataa hizi tuhuma. Makampuni yetu yanafuata viwango vilivyowekwa na Shirika la Afya Duniani. Tafadhali kaa kimya, sijamaliza bado. Kapteni Musa akaingia na ushahidi akiwa amebeba faili jembamba mkononi. Kauli za mashuhuda na rekodi za wagonjwa, uchunguzi wa maabara na sampo za madawa. Haya, niambie, akaongea Traore, mlilipa shilingi ngapi kwa operesheni hii? Barnes alikuwa anatoka jasho. Mr. President, mimi ninafuata tu order, lakini maamuzi yote yanafanywa na wakubwa. Unafuata order? Traore akauliza. Je, haujui ni uhalifu kiasi gani umefanya? Barnes akasimama. Nadhani ninatakiwa niite mwanasheria wangu kabla hatujaendelea hapa. Hapana Dr. Barnes, wewe utapelekwa kwenye mahakama ya uhalifu ya kimataifa, kwa sababu tuna ushahidi uliokamilika kabisa kwa uhaini mnaoufanya. Wakati huo wale wakurugenzi wengine 4 wa yale makampuni 4 wakiwa wameshikiliwa. Je, ulilipa shilingi ngapi kuwatumia watu wangu kama panya wa maabara? Ni pesa shilingi ngapi zinazoweza kufidia uhai wa watu waliopoteza maisha? Na siku 2 baadaye Ibrahim Traore akaita waandishi wa habari. CNN, BBC, Al Jazeera na vyombo vingine vya habari vikitangaza mubashara. Leo nataka kuwaonyesha ukiukwaji mkubwa sana wa haki za binadamu uliofanyika ndani ya taifa langu na mataifa mengine pia ya Afrika. Traore akaanza kuongea, huku akionyesha records kutoka kwa wanakijiji, akionyesha majaribio ya madawa ya kuua watu, lakini hapa wamekuja na sample zake. Globotech, Medtech, Biosolution, Pharmaplus na Eurohealth walikuwa wanatumia madawa kwa wanakijiji ambao hawajaelimika, lakini ni madawa yaliyokatazwa. Na tayari ushahidi wa waziwazi unaonyesha watu 247 wamesha kufa. Na Traore akatoa maelezo ya kina kwa kila kampuni iliyohusika. Makampuni haya yaliwalipa raia wetu na watu wetu $25 kila mwezi kwa ajili ya kuwafanyia majaribio kama panya wa maabara. Na wengi hawakuweza kuelewa walichokisaini kilikuwa ni nini. Kwa vyovyote vile, uhalifu huu ni zaidi au juu ya haya makampuni. Serikali iliyopita ilichukua rushwa. Baadhi ya maofisa kutoka WHO walikuwa wanalijua hili na bado wakakaa kimya. Na nchi za magharibi wakajifanya ni vipofu. Na mwandishi wa habari kutoka nje akauliza, Mr. President, tuhuma hizi ni nzito. Lakini nini? Traore akaingilia. Lakini nadhani tumekosea. Kwa nini ushahidi uletwe hadharani? Traore akajibu, tunawakaribisha wachunguzi ama watafiti kutoka nje ya Afrika. Hatuogopi ukweli. Akaendelea, na leo niko hapa kuongelea makampuni ama mashirika 5 yaliyoko huku Burkina Faso. Lakini swali, je, ni nchi ngapi za Kiafrika ambazo zimeathirika? Ni raia wangapi kutoka Afrika wameathiriwa na majaribio haya? Traore akaendelea, kliniki zote Burkina Faso zimefungwa na leseni zote za maduka ya madawa makubwa zimefutwa na wote waliohusika watakutana na sheria. Tunataka uchunguzi ufanyike kutoka UN na mahakama za kimataifa. Tunategemea ushirikiano na nchi ambazo haya makampuni yapo. Na katika hatua ya ujasiri kabisa, Traore akataifisha madawa ya hizi kampuni au haya mashirika. Akasema haya madawa yatatumika kuwatibu wagonjwa na pesa katika akaunti zao zitatumika kuwalipa fidia waathirika wa yale majaribio. Makampuni haya kwa haraka yakajibu,
Global Farm na wao wakatoa kauli yao wakikataa hizi tuhuma, na nchi za magharibi wakawa wanayalinda haya makampuni, na US State Department na wao pia wakawa wanatoa malalamiko yao kuhusiana na kwenda kinyume na makampuni ya Marekani kwa Ibrahim Traore. Kwa vyovyote, maandamano duniani yakaanza. Waandamanaji wakaandamana moja kwa moja mpaka makao makuu ya haya makampuni. Kwenye mitandao ya kijamii nako usiseme, hashtag zikiwa ni Burkina Faso wamefungua ukweli, wa Afrika sio panya wa maabara, lakini na sapoti mbalimbali pia zikawa zinatoka kwenye hayo makampuni. Na wanasayansi kutokea Global Farm na wao wakafunua ukweli, wakasema tulijua kuhusiana na haya majaribio, lakini uongozi ulikuwa unatuambia kuwa vifo Afrika havikuepeki. Wiki kadhaa baadaye, kitengo cha afya duniani wakaitisha mkutano wa dharura, na Traore akakabidhi ushahidi wote kwa hawa maafisa wa afya kutoka kwenye hili shirika. Hili sio tatizo la Burkina Faso peke yake. Hii ni kuhusu utu na ubinadamu, aliongea. Haki ulimwenguni na kufuata taratibu nzuri za madawa. Ni lini ambapo mashirika ya kutoka Ulaya yataacha kuwaona Waafrika kama panya wa maabara? Na mwisho wa mkutano, maamuzi ya kihistoria yakawa yamefanyika kuwa wataalam na wanasayansi huru kutoka Afrika wao wataruhusiwa kufanya majaribio kwenye madawa yanayotoka nje. Huu ni mwanzo mzuri, akaongea Traore. Lakini bado haitoshi. Bado tunahitaji haki kwa ajili ya wahanga. Rais wa shirika la afya duniani akaachia ngazi, na makampuni 5 wakakubali kulipa mabilioni ya pesa kwa ajili ya fidia ya wahanga kule vijijini. Lakini Traore alitaka zaidi. Pesa haziwezi kurudisha uhai wa waliokufa. Tunahitaji mabadiliko. Tunataka Afrika iwe huru kujenga viwanda vyake vya kutengeneza dawa, na majaribio yafanyike na Waafrika wenyewe kwa ajili ya kuwalinda watu wake. Traore akawa anadili na masumbufu yanayoikumba Afrika nzima, na majaribio ya namna hii pia yaliwahi kufanyika Nigeria, Ghana, Kenya na Uganda. Baadaye Traore akaongea kwenye mkutano wa UN na kuwaambia, mnasema mnatusaidia lakini mnatutumia. Mnatupa madawa lakini mnatugeuza kuwa panya wa maabara. Mnatufundisha kuhusiana na ubinadamu, lakini ninyi ndio wa kwanza kabisa kukiuka haki zetu sisi kama wa Afrika. Afrika inaamka. Afrika kamwe haitakaa kimya. Baada ya miezi 6, vituo vya afya vikafunguliwa huko Kongusi, vikiwa na vifaa vya kisasa, madokta waliosoma, wataalam kweli kweli, lakini pia na mifumo ambayo wanakijiji wanaweza wakaiamini. Vituo hivi tumevileta kwa ajili ya dada zetu na kaka zetu ambao walipata matatizo, akaongea Traore. Hapa tuna madaktari wetu wenyewe watakao tutibu na madawa yetu wenyewe. Tuhuma za Traore zilisaidia kwa sababu yale makampuni 5 yalipolipa zile fedha, basi ndizo zilizotumika kutengeneza hivi vituo vya afya na kununua vifaa vya kisasa. Na Umoja wa Afrika wakaanzisha programu maalumu kwa ajili ya kufanya utafiti wa madawa yetu wenyewe. Na mkuu wa kijiji Abubakar akampa mkono Ibrahim Traore, akamwambia, asante sana, hatutaogopa tena kwa ajili ya watoto wetu. Tunaamini madawa kutoka katika nchi yetu wenyewe na sio vidonge kutoka kwa wazungu. Na ndani ya kituo cha afya kulikuwa na maabara iliyounganishwa moja kwa moja na moja ya kiwanda kikubwa cha Afrika cha kutengeneza dawa. Waafrika waliopata elimu ya kisayansi kutokea mataifa ya Ulaya wamerudi nyumbani na wanafanya kazi hapo sasa. Dr. Amara Diallo, mstaafu kutokea Global Farm, akiongoza timu. Tunaunganisha dawa kutoka Afrika na sayansi ambayo ni ya kisasa tumesomea huko nje, akamwambia Traore. Na tayari mpaka hapa tumetengeneza dawa kutokea kwenye mitishamba ya malaria. Na Traore akiangalia wanasayansi wadogo wakijivunia, na akasema, hawa watu wetu ndio utajiri wetu. Thamani yao ni kubwa kuliko mafuta na dhahabu, na akili zao zitajenga hatima yetu.
na mpaka hapo akawa wamefanya kitu kikubwa sana, kwa sababu mabilioni ya pesa yaliyokuwa yanatumika kuagiza dawa kutoka nje sasa yatabaki ndani, lakini na kwa kupata dawa ambazo ni asili, sio kutoka magharibi. Mwaka mmoja huko Geneva, Ibrahim Traore alikaribishwa kama shujaa na wakurugenzi mbalimbali wa mashirika mbalimbali wakiwa wanakuja na kuongea naye, na yeye akawaambia, na kama mkitaka kutengeneza dawa zenu Afrika, basi mjue 51% itabaki Afrika, hamtaondoka nayo, na utafiti wowote mtakaofanya lazima uwe wa wazi, na majaribio yoyote mtakayoyafanya lazima muwahusishe wataalamu wetu. Baada ya mkutano, rais mpya wa WHO ambaye ni Mwethiopia, Dr. Mekdes, akamwambia Traore, hatua ulioichukua haibadilishi tu Afrika, hapana, ila ni dunia nzima. Nchi za Latin America na kusini mashariki mwa Asia, na wao pia wanataka kitu hiki kifanyike. Traore akatabasamu, akasema huu ni mwanzo tu, kwa sababu malengo yetu ni nchi zote zinazoendelea waweze kuendesha mifumo yao wenyewe ya kiafya. Mwaka mmoja baadaye, kwenye kijiji cha Kongusi, wanakijiji walimkaribisha Ibrahim Traore kwa nyimbo, shangwe na vigeregere, na Abubakari, mkuu wa kijiji, akampa Ibrahim Traore sanamu iliyochongwa kwa mti. Mlinzi wa kijiji chetu akulinde kama wewe ulivyotulinda sisi. Na mama mdogo mdogo hivi akaja na mtoto wake mchanga, akamwambia, mtoto wangu, nimempa jina lako Ibrahim, akikuwa nataka awalinde watu kama wewe. Traore akambeba yule mtoto mikononi mwake. Huyu mtoto atakulia katika ardhi ya Afrika ambayo inaandaa hatima yake yenyewe, sio kama panya wa maabara, ila kama mtafiti, mpelelezi na mchunguzi, sio kama muhanga, ila kama kiongozi. Jua likizama, watu walikuwa wanacheza karibu na moto, Traore akiungana nao, akicheza pamoja nao. Huu ndio uhuru kamili, akafikiria, kuwalinda watu wako, kuzalisha suluhisho lako mwenyewe. Mabadiliko Afrika yakasambaa katika mabara mengine pia. Hivi ndivyo ambavyo nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikipitia madhira mengi. Tumefanyika panya wa maabara, ukimwi, Ebola, magonjwa haya yote yaliletwa Afrika kwa makusudi kabisa, ili kupunguza idadi ya watu, kwa sababu kitu watu wa magharibi wanachokiogopa ni Afrika ikiungana na kuwa kitu kimoja. Ndio maana kuna majaribio mengi sana ya kutaka kumwondoa Ibrahim Traore, kwa sababu wanajua kitu kimoja, kuwa ukiua mmoja, wengine 1000 wataogopa. Ndicho wanachojaribu, wanatutawala kutumia hofu, tuwaogope ili tusiweze kusimama wenyewe na kutetea hatima yetu wenyewe. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Burkina Faso, Mungu mbariki Ibrahim Traore. Amen.